Kwa upande wa vipaumbele ambavyo tulikuwa tunavyo katika siku 100 hizi ni kwamba wizara yetu ilikuwa na vipaumbele vifuatavyo. Kwanza, ilikuwa ni kuimarisha miundombinu ya habari na utangazaji kwa kuendeleza ununuzi wa vifaa vya kisasa, kuboresha mitambo ya kurushia matangazo na kutekeleza miradi ya ujenzi wa ofisi na taasisi zilizo chini ya wizara. Pili, kuongeza ubora na upatikanaji wa huduma za habari kwa wananchi kupitia matumizi ya teknolojia za kidijitali, kuimarisha usimamizi wa maudhui na kusajili waandishi wa habari. Tatu, kuimarisha usimamizi na udhibiti wa sekta ya utangazaji ili kuhakikisha maudhui yanazingatia maadili, sheria na utamaduni wa Mzanzibari. Nne, kukuza na kuhifadhi sanaa na utamaduni wa Mzanzibari kupitia matamasha ya kitamaduni na michezo ya asili. Kipaumbele cha tano ilikuwa ni kuimarisha hadhi ya Kiswahili kitaifa na kimataifa kwa kuandaa makongamano, vipindi vya kitaaluma na kuendeleza machapisho yanayokuza lugha ya Kiswahili, tafiti na machapisho ya kitaaluma. Sita, kuendeleza miundombinu ya michezo kwa kuendeleza ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo katika wilaya na mikoa mbalimbali Unguja na Pemba. Saba, kukuza ushiriki wa vijana katika michezo na sanaa kama nyenzo ya ajira, afya na maendeleo ya vipaji vyao. Na kipaumbele cha 8 ilikuwa ni kuimarisha ushirikiano na wadau wa ndani na nje ya nchi katika kuendeleza sekta za habari, sanaa, utamaduni na michezo. Kwa kutokana na vipaumbele hivi ambavyo nimezungumza, mafanikio ambayo yalipatikana ni kama ifuatavyo. Na nitazungumza kwa sekta moja moja kwa sababu wizara yetu kama ilivyo ni wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Kwa hiyo katika wizara yetu tunaanza na sekta ya habari. Kwa upande wa sekta ya habari, mafanikio ambayo yanaweza kupatikana miongoni mwao ni katika kuimarishwa kwa miundombinu ya uzalishaji na urushaji wa matangazo. Yaani hapa tunazungumzia kama ZBC imeweza kupatia vituo vya Unguja, Pemba, Dodoma na Dar es Salaam pamoja na kitengo cha mitandao ya kijamii, vifaa vya kisasa, yani video kamera 3, still kamera 1, laptop 6, postframe 1, DVB T2 600 watts 2. Hatua iliongeza upatikanaji wa habari zenye ubora wa picha, sauti na zinazotoa ushindani mzuri baina ya ZBC na vyombo vingine vya habari nchini. Lakini pili ni kuimarika kwa mashirikiano ya kimataifa na kitaifa. Ushirikiano umeimarishwa na Tanzania Broadcasting Corporation na TBC ya Tanzania Bara na office hapa nitasema Kifaransa jamani, mbidi mnivumilie, na Office de Radio et Television de Comoro ya nchini Komoro. Ndio jina lake lilivyo, kwa ibidi tulitaje jina kama linavyotakiwa kuzungumzwa. Jambo linalopanua wigo wa habari na maudhui pamoja na kupandisha hadhi ZBC TV yetu. Lakini tatu ni usajili wa waandishi wa habari 570. Waandishi hao wamepatiwa vitambulisho yani press cards, ambapo ilikuwa ni kikwazo katika kutimiza majukumu yao na sasa wanaruhusiwa kufanya kazi rasmi. Hatua inayoongeza wajibikaji na weledi katika sekta ya habari. 4, ununuzi wa mtambo wa kisasa wa die cutting ambapo umeongeza kasi na ubora wa kazi za perforation na uchakataji wa machapisho katika wakala wa serikali wa uchapaji Zanzibar. Hali hii imeimarisha ufanisi wa uzalishaji, kupunguza muda kukamilisha kazi za uchapaji pamoja na kuongeza uwezo wa wakala kutoa huduma bora na kwa wakati kwa taasisi za serikali na wateja wengine.